Hii ni Tan African TV na sauti unayoisikia ni ya Simon Mzwanda, inayokungurumishia matangazo haya moja kwa moja kutokea jijini London nchini Uingereza. Jicho la Tan Africa leo hii limegeukia ukanda wa Afrika ya Magharibi, na kwa mara ya kwanza tunazungumza toka mapinduzi ya kimkakati yaliyofanywa katika mataifa matatu, yani Mali, Burkina Faso pamoja na taifa la Niger. Mapinduzi yaliyofanywa na viongozi hawa katika ukanda wa Afrika ya Magharibi yakaibua hisia mpya na mitazamo tofauti kila kona ulimwenguni. Moja ya tukio kubwa lililoacha historia ni muunganiko wa mataifa haya matatu kujiondoa katika muunganiko wa mataifa ya Afrika Magharibi uliojulikana kwa jina la ECOWAS. Muunganiko wa mataifa haya matatu, yani Mali, Niger pamoja na Burkina Faso, umeanza kuzaa matunda, na mara tu tumeshasikia nchi ya Burkina Faso tayari wameshafuta deni lao lote walilokuwa wakidaiwa na mataifa ya kinyonyaji. Jambo lingine kubwa ambalo limetushtua sana Tan Africa ni kutajwa kwa jina la Ibrahim Traore, jina ambalo linapotajwa tu basi kuna watu hawapati usingizi. Ingelikuwa ni bora wasipate usingizi, lakini wakamwachia Traore maisha yake. Mataifa haya yameendelea kutokupata usingizi, lakini pia wakifanya jitihada za waziwazi ambazo hazijazaa matunda katika kuhakikisha wanafanikisha adhima yao ya kuondoa uhai wa Ibrahim Traore. Nyuma ya uratibu wa mipango ya mauaji yake yako mataifa makubwa yanayotajwa kama Ufaransa, Marekani pamoja na mataifa mengi ya Ulaya. Tan Africa tukayatazama haya kwa umakini, tukajiuliza ya kwamba mataifa haya si ndio yaliyokuwa yanahubiri amani katika bara la Afrika na kuwafanya Waafrika hawaelewi na wala hawawezi kujitawala? Lakini tulipigwa na butwaa zaidi. Hawa leo hii ambao ni vinara wa kuunda Umoja wa Mataifa, yani United Nations, pamoja na majeshi yake ya kulinda amani, leo hii wamekuwa vinara wa kutaka kutoa uhai wa Ibrahim Traore. Lililotushangaza zaidi na kutuumiza ni ushirika wa baadhi ya mataifa ya Afrika katika kuratibu kutaka kuondoa uhai wa kijana huyu, zao la Afrika, mwana mapinduzi wa kweli. Anayoyafanya Traore leo hii ni yale yaliyofanywa na Kanali Muammar Gaddafi, lakini pia yalifanywa na Thomas Sankara, yakafanywa tena na Patrice Lumumba, yakarejewa tena na John Pombe Joseph Magufuli wa Tanzania, na hatimaye wote hawa waliishia katika kaburi la sahau na wakapotezwa kabisa. Swali la Tan African TV: je, tunajifunza nini viongozi wa Afrika kupitia utawala wa Ibrahim Traore, lakini pia mabavu yanayotumika na nchi za Magharibi katika kupoka uhai wa wana wa Afrika wanaojaribu kuamka na kuamsha ari, kasi na spidi ya ajabu ya maendeleo na kuwatoa Waafrika katika minyororo ya utumwa wa fikra iliyofungwa dhidi ya mataifa ya Magharibi? Lakini kwa sasa nataka kugeukia ukanda wa Afrika ya Mashariki. Kwa namna ya kipekee kabisa, Tan Africa tunapenda kuchukua fursa hii kuwapongeza vijana kutoka katika taifa la Kenya kwa kutambua thamani ya kesho ya maisha yao na kesho ya watoto wao katika taifa la Kenya. Lakini pili, maamuzi walioyachukua yamegeuka chachu kwa baadhi ya vijana wengine kutoka katika mataifa mengine katika kuweka mwamko na hari kasi ya mabadiliko kutoka kwa viongozi wazembe, vibaraka wa mabeberu wasiotaka kutambua thamani ya wanaowaongoza. Vijana wa Kenya ndio walikuwa kinara katika kutoka kuunga mkono wazi mchana kweupe kile kinachofanywa na Ibrahim Traore katika taifa lake na Afrika kwa ujumla, huku ikiwaacha baadhi ya vijana katika mataifa mengine ya Afrika ya Mashariki wakiwa bado
baadhi ya mataifa inaongoza kuzalisha vijana machawa wasioweza kutafuta kazi wala kujibidisha. Kazi ni kusifia viongozi wa kisiasa ambao hawana faida yoyote na maisha yao wala kesho yao wala kesho ya watoto wao. Mara baada ya TanAfrika kuwaona vijana kutoka ukanda wa Afrika Mashariki, hasa katika taifa la Kenya, waliunga mkono jitihada za Rais Ibrahim Traore wa Burkina Faso, basi tulijiuliza, kulikoni kwa mataifa mengine? Ni wazi majibu tuliyoyapata ni haya. Moja, uhusiano wa viongozi wao wa kisiasa katika serikali zao kuwa na mahusiano ya moja kwa moja na mataifa ambayo yanawinda na kutaka kuondoa uhai wa Ibrahim Traore. Jambo la pili ni unafiki wa viongozi wa ukanda wa Afrika ya Mashariki. Kuhofia kwao kukatiwa misaada yenye masharti magumu ya kumchukiza Mungu ndio mambo ambayo yanawafanya baadhi ya viongozi wa Afrika Mashariki kutokutaka kabisa kujihusisha na masuala ya Ibrahim Traore. Na jambo la nne na la mwisho ni jinsi ya viongozi ama wanasiasa walio ndani ya serikali za Afrika ya Mashariki kujipenda sana kuliko wanavyopenda wananchi wao. Na pia kwa sababu hiyo, na ndiyo maana waliogopa kuwachukiza mabeberu ama wale ambao wanawinda na kutaka kutoa uhai wa Traore, kama vile walivyofanya kwa Magufuli, Sankara pamoja na watu kama kina Lumumba. Na tunapokwenda kuhitimisha, tunao ujumbe kwa vijana wa taifa la Kenya. Ukombozi ambao umeuonyesha kwa wananchi wa Kenya dhidi ya serikali ya kidhalimu ni ukombozi unaofanana na wa Ibrahim Traore pamoja na wale wenzake wa mataifa yale matatu. Ni hamu ya TanAfrika kuona siku moja vijana wa Kenya wanaamsha hari na nguvu ya kuchochea mabadiliko katika ukanda mzima wa Afrika ya Mashariki. Ili kesho mtakapotoka kumuunga mkono Ibrahim Traore, basi Uganda nao watoke, Tanzania nao watoke, Burundi nao watoke, na Rwanda pia watoke, Kongo pia watoke, ili wote tuzungumze sauti moja, sauti ya mapinduzi na sauti ya upendo. Na huu ndio mwisho wa taarifa fupi kutoka hapa TanAfrican TV. Mungu ibariki Afrika. TanAfrican TV, Simon Mzwanda.